Wachimbaji watatu wadogo wa madini ya Tanzanite wana Apollo Mererani wanahofiwa kufa kwa kufukiwa ndani ya migodi ya madini hayo katika mji wa mdogo wa Mererani wilayani Simanjiro mkoani Manyara. Taarifa za kutoonekana kwa wana Apollo hao zilianza kuzagaa katika viunga vya migodi hiyo ya Mererani kuanzia Aprili 2 wiki iliyopita, huku ndugu wa jamaa hao wakionekana kulizonga lango kuu la Mererani wakitaka kujua ndugu zao walipo. Akizungumza kwa njia ya simu, mkuu wa wilaya Simanjiro Fakii Rafael Lulandala amethibitisha kuwepo kwa taarifa za kupotea kwa wachimbaji hao na kudai kwamba jitihada za kuwasaka katika migodi kadhaa inahofiwa kufanya kazi kwa watu hao zimefanyika, ila hadi sasa bado hawajaonekana tangu taarifa hizi ziwafikie. Mkuu wa wilaya, ambaye hakuwa tayari kuweka wazi migodi hiyo, alisema kuwa bado vyombo vya dola vinaendelea na uchunguzi wa jambo hilo na taarifa zaidi zitatolewa baada ya kukamilisha uchunguzi. Kutokana na taarifa hizo kuzagaa katika mgodi huo wa Mererani, hofu imetanda katika machimbo hayo, huku baadhi ya migodi inayohofiwa watu hao kuingia kinyemela ikitajwa na kuitaka serikali kuongeza uchunguzi ili kuwapata watu hao. Tumefanikiwa kuzungumza na familia ya Frank Emmanuel maarufu kama Kababu, ambao ni miongoni mwa wana Apollo wanaohofiwa kuzama katika mgodi huo, wakieleza kwamba ni siku 17 sasa hawajampata ndugu yao na hakuna jitihada zozote ambazo zinaonyeshwa na wamiliki wa migodi hiyo kwamba ndugu zao wanatafutwa. Naitwa Hawa Mbega, mume wangu anaitwa Frank Emmanuel Meikoki. Aliondoka nyumbani kabla ya Idi, ni mchimbaji. Tulikuwa tuna mawasiliano. Baada ya hapo alivyoniambia anaondoka naenda kazini, nikimpigia simu yake hapatikani. Kwa hiyo hapo nilipata wasiwasi. Baada ya hapo nilijaribu kupigia ndugu zake ambao wanafanya naye kazi huko, na walifanya jitihada za kumtafuta, lakini pia matokeo yake hawakumpata pia na wenyewe. Kwa hiyo sasa ndo naambiwa alikuwa ameingia shimoni na hajaonekana mpaka leo. Leo ni siku ya 17. Mimi baada ya kuwatafuta ndugu zake na kusema kwamba huyu mtu hapatikani, walijaribu kumtafuta na walichoniambia alienda kazini, yani alizama. Juhudi za kumtafuta ilibidi wafanye mawasiliano na askari. Walivyowapata askari, kwa hiyo ilibidi wazame kwenye hilo shimo kwenda kumtafuta. Kwa hiyo mpaka leo hajapatikana. Naomba tu serikali mtafute mume wangu, maana ni baba watoto wangu na naye watoto naye wawili. Kwa hiyo naomba tu serikali nisaidie, maana ndo ninamtegemea yeye mwenyewe. Ndio. Kiukweli serikali imejaribu kumtafuta, lakini si kuona mafanikio yoyote mpaka leo. Taarifa nilizozipata kutoka porini, walikuwa wanasema kwamba walipeleka kweli jitihada huko chini, lakini kilichotokea kuna sehemu ambapo ilikuwa natakiwa wakaangalie na kuna viashiria kwamba walikuwa wamefika huko, maana kulikuwa kuna nyaya na nyayo za viatu zimepita kule, lakini mwenye mgodi akasitisha hapo kazi na bado walikuwa watu bado hawajafika kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tusaidie, vishushwe vifaa ili watu kuendelea kumtafuta mume wangu. Na hisi labda kuna jinsi tu wanaficha, lakini kwa kweli mimi bado sijaridhika mimi kama mke wake, kwa sababu bado namtegemea mume wangu. Tulikuwa tu tunaomba kama inawezekana zaidi wafikishwe kwenye hilo eneo ili mimi nijiridhishe kwamba mume wangu hayuko eneo hilo. Hakuna taarifa zozote rasmi zilizotoka kwa serikali, kwa sababu bado walikuwa wanaendelea, lakini sasa hivi wamesitishwa. Na tulikuwa tunaambiwa kwamba hilo shimo kwenye hilo eneo wanatakiwa pamwagwe maji ili upelelezi ufutike kabisa. Naitwa Veronica Joseph, aliyepotea ni shemeji yangu, mdogo wa mume wangu. Tulikuwa tunaomba jamani, Mama Samia tusaidie kwa jambo hili. Kama ndugu yetu amekufa tuambiwe, na kama hajafa basi serikali tusaidie endelee kumtafuta. Tunateseka sisi wazazi, hatujui yuko wapi, hatujui amekufa, hatujui yuko hai. Tunaomba serikali tusaidie ili tuweze kumuona ndugu yetu.
Kama kweli amefia huko mgodini, mwenye mgodi afunguke jamani, atuonyeshe ndugu yetu popote pale alipo. Tulikuwa tunaomba watu wasisamini sana migodi, mwenye thamani ni binadamu. Tunaomba tu atusaidie huyo mwenye mgodi, afunguke atuonyeshe ndugu yetu yuko wapi. Maana sisi bado tuna wasiwasi na huo mgodi wake. Pale alipokuwa amewazuia vijana, tunaomba waruhusu tena waende, wakifika pale hayupo, tutarizika kama familia. Mimi ni mwanafamilia wa hii familia ya Emmanuel na ni baba anataka mamdogo. Kwa hiyo kwa kweli mimi mwenyewe binafsi, yani mpaka sasa hivi sindofahamu. Yani siamini kama kweli katoweka. Basi kama kweli hayupo, basi tupate tu mwili tuone mwili tuuzike. Hata kwa nini wanaficha? Yani serikali tunaomba sana na Mama Samia tunaomba sana kweli uingilie kati. Kwa kweli inauma sana kwa sababu kawaacha watoto wadogo sana. Kamwacha mzee wake ambaye alikuwa amtegemea. Huyo mzee sasa hivi atabaki na mtoto mmoja tu kwa kweli. Hii ni siku ya 17. Tunaomba sana Mama Samia, sisi ni wapiga kura wenzako. Mama tunaomba uingilie kati. Yaani alikuwa anawasiliana na mke wake. Anaweza akata kama wiki mbili au wiki moja, lakini baadaye akiona miss calls za mke wake sema amtafute, amwambie mimi niko salama mama, usiwe na hofu. Sasa hivi sio kawaida yake. Ndani ya siku 17 hata simu yenyewe hapatikani. Yaani vitambulisho nasema kuna sehemu anaacha funguo wake pale dukani na nguo zake kubadilisha za kujia mjini na zingine za kuzamia. Au mwaduka anasema kweli ufunguo huu hapa na kweli ndugu zake wameona ufunguo ni wake wako nyumbani. Sasa inasadika alivaa nguo sasa za kuingilia shimoni, viatu, tochi, kila kitu. Sasa kwa nini inakuwa hapatikani? Ndio hapo tunawaswasi na nini na huyo Mwemachimbo kama anajua kitu ambacho kinachoendelea, naomba asaidie tu jamani. Huyo ni binadamu wala sio ng'ombe. Mimi naitwa Zura Saidi. Mimi ni balozi wa eneo hili. Hapa ni jirani yangu, mtoto wa hapa anaitwa, tumemzoea kwa Kibabu. Tulipata taarifa kwamba haonekaniki tangia kabla ya Idi. Kabla ya Idi wapo wakasema kwamba labda atarudi. Mzazi wake akawa anaomba ndugu zake wako porini wamtafute. Baada ya hapo ndugu zake wamefanya jitihada zote za kumtafuta. Hajapatikanika mpaka leo. Ndugu yake wakaenda porini, kuna kaka yake nasikia alienda porini, alivyoenda porini akafanya kuambiwa ondoka na mwenye shimo maana tumeshamzamisha watu hawajampata. Kwa hiyo tunaomba mtu asiingie tena kwenye mgodi wangu. Baada ya hapo baba yake anaomba watu wazidi kumtafuta. Wamefanya jitihada zote kumtafuta, kwa kweli mpaka leo hajapatikanika. Ni siku ya 17. Tunaomba serikali iingilie kati, itusaidie kumtafuta huyu mtoto maana si kawaida yake. Ana familia yenye watoto 4. Kwa kweli tunasikitika sana na babake ni mzee. Tunaomba taarifa hii jamani, hata kama ni Mama Samia atufanyie kutuingilia kati maana ni mtoto ambaye si kawaida yake kukaa nje muda mrefu wala kupotea muda mrefu. Hatujawahi kusikia kitu kama hicho. Yaani mwenye mgodi anachukulia kawaida kama ni mbwa labda amepotea, ni mfu, ni mbwa kafa. Angekuwa ni mwenye mgodi na yeye anatutilia kwamba huyu kijana alikuwa anafanya kazi kwangu na kazama chini, kwamba anatakiwa amsaidie kumtafuta. Angetusaidia kumtafuta yule kijana, ina maana tungekuwa hatuna wasiwasi zaidi. Lakini kilichopo mwenye mgodi hajafanya jitihada za kumtafuta huyu kijana. Kwa kweli tunaomba serikali iingilie kati, itusaidie kututafutia huyu kijana wetu. Walikuwa nasikia wako 3, hawajapatikanika hata mmoja. Hatujui kama wako hai au wamekufa maana hawapatikaniki wote. Wala taarifa yoyote hakuna. Ni mapema mno kuzungumzia hilo kwa sababu zipo hisia kwamba kuna wananchi hawaonekani. Yani there are missing people ambao kazi yao wanayofanya ni kule migodini. Ndio shughuli zao. Sasa hawaonekani. Kwa hiyo watu hao wameripotiwa kituo cha polisi, na kwa kuwa wote kazi zao wanazifanya migodini, kwa hiyo inahisiwa kwamba wanaweza kuwa walishuka kwenye mojawapo ya migodi kwenye kufanya shughuli hizo wakawa wamepotea. Ni wanafanya kazi ni wale wataalamu wa kulipua baruti. Kwa hiyo hatuna uhakika kama wamepotelea humo. Kwa hiyo since 4 days ago nafikiri
toka tarehe 12, toka tarehe 12 wamekuwa wanatafutwa, wametafutwa sana. Wameshuka kwenye migodi inayohisiwa kwamba wanaweza kuwa walishuka, hawajapatikana, imeingizwa hewa humo chini kwenye mashimo ambayo, kwa hiyo bado hatujawapata. Kwa kuwa hatujawapata, hatuwezi kutoa kauli kwamba wamepotelea humo kwenye migodi. Kwa hiyo kazi inaendelea, ni mapema mno kulizungumzia hilo. Ni kwamba wao hawajafika, hawajarudi nyumbani, hatujaconfirm kwamba wamepotea. Na watu mle huwa unajua migodini kuna staili yake ya maisha Watu wanaingia, wanaweza wakakaa siku nyingi huko, wanaweza kawa mle ndani siku nyingi. Kwa hiyo tunazo taarifa, polisi na wameripoti polisi kwamba mtu wangu hajarudi. Kwa hiyo kwa sababu hajarudi, tulichokifanya sasa ni kwa sababu shughuli zetu wanafanya ndani ya mamlaka ya migodi ya Mererani, ni kuanza kuangalia maeneo ambayo wamekuwa wakitumika kufanya kazi. Labda tusaidie. Na official hakuna mwajiri yeyote aliyekuwa amewapatia kazi hao wote. Kwa hiyo tunachokifanya is just guessing, kwa sababu pia ipo tabia ya wataalamu wa shughuli zile za migodi wakati mwingine kushuka bila taarifa, kwa maana ya nia kufanya shughuli za kupata chochote. Ndicho tunachohisi, kwa sababu hakuna mmiliki yoyote wa mgodi ambaye inaonekana aliwadeploy waingie chini kufanya kazi hiyo. Lakini tulichokifanya ni kususpect maeneo ambayo huwa wanafanya kazi, kwamba hebu tushuke tutafute kupitia wataalamu wetu. Shughuli hiyo inafanywa usiku na mchana tangu tarehe 12, 13, 14 sasa. Kwa hiyo hatuwezi kusema chochote kwamba watu hao sijui, hapana. Mpaka tuwe tumegundua labda kuna mahali pameporomoka kule chini, bado hatujaona. Sasa kama mkuu wa wilaya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, mpaka sasa ni migodi ipi ambayo tayari mmeshafanya uchunguzi na mkajua kwamba hawa wananchi hawapo chini ya vifusi? Hapana, sio busara mimi kutamka migodi au majina ya migodi ambayo kwa kweli tunaiendea kwa kususpect, itakuwa haipendezi. Sihitaji utaje mtu, ukiongea na mimi sio busara ukataja mtu kwa sasa, kwa sababu wote ambao tumewaendea tumesuspect kwa nia njema, wameruhusu tuingie kwenye migodi yao hadi kwenye yale maeneo ambayo walishaacha kufanyia kazi. Sahihi. Tukawaomba wapeleke hewa, wasakule. Maeneo mengine tumekuta kuna maji, tukawaomba kwa mashine zao wavute maji ili wataalamu wetu waingie. Kwa hiyo heshima ambayo wanatupa inatosha, kwa sababu atakwambia zao unataka utafute kwangu, nani alikwambia ameingia kwangu hayupo. Lakini sisi tunafahamu wakati mwingine kuna njia hizo ambazo chini kwa chini mtu anaweza akatokelezea akaingia kwenye upande wa maholes ya mgodi mwingine, na kama hakuna hewa likatokea tatizo. Ndicho tunachokifanya. Hapana, hatuwezi kuwa na idadi, kwa sababu hapa nitakutajia idadi ya watu walioripoti polisi, alafu kuna idadi inayosemwa. Sisi tunashughulika zote, kwanza tuone kuna watu huko chini, tutakapoona tutajua idadi, lakini walikuwepo idadi ya watu kadhaa ambao waliripoti polisi. Sasa mheshimiwa, tuweke wazi, hawa watu ambao wamezama wako wangapi? Hapana, hiyo siko tayari kudisclose kwa sasa, lakini hayo ndio yasema kile, wala sio ya hatari kujulikana. Ni mtu akisema kwamba wamekufa mgodini au wamefukiwa, bado anakuwa hayuko sahihi, kwa sababu hatujapata ushahidi. Unaweza kufikiri ni mgodini, kumbe watu hawako mgodini. Sasa tatizo kwenye shughuli za migodi, wakati mwingine watu wanaenda migodini wakakaa muda mrefu kabisa bila communicate au kurudi kwa familia. Ndio shida hiyo, na hilo hatupaswi kuangalia Mererani pekee.